Mheshimiwa Spika, tunakwenda kwenye maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi wa bajeti kwa kuzingatia taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na makadirio ya mapato matumizi kwa mwaka wa fedha 25/26 kwa Wizara ya Afya fungu namba 52, kamati inaipongeza serikali sana kwa hatua kubwa waliochukua kuhakikisha maboresho makubwa yanafanyika na hatimaye kuwa na huduma bora za afya ndani ya kwani afya ndio msingi wa uhai wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na katika level ya taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa maoni na ushauri wa kamati ambapo unalenga kuboresha zaidi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya. Kwanza, namba 1, kiwango kidogo cha utoaji wa fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka 24/25. Serikali itoe fedha zote zilizoidhinishwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ili miradi iliyokusudiwa ikamilike mapema na kuwanufaisha wananchi. Pili, uhaba wa rasilimali watu, serikali iendelee kutoa vibali vya ajira kwa sekta ya afya kwani sekta hii ndiyo msingi wa nguvu kazi ya taifa. Mheshimiwa Spika, ukosefu wa mtaji wa bohari yani MSD, bohari kuu ya dawa yani MSD, serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 300 kwa bohari kuu ya dawa ili kuongeza ufanisi na kuboresha upatikanaji wa bidhaa za afya, kusaidia uwekezaji katika viwanda na kuongeza uwezo wa uhifadhi wa bidhaa za afya kwa kujenga maghala ya kutosha. Kukosekana kwa mtaji huo Mheshimiwa Spika, kunasababisha bohari kuu ya dawa kushindwa kutekeleza majukumu yake ya msingi kwa ufanisi. Madeni ya bohari ya dawa kwa serikali pia tunaisihi ilipe deni inalodaiwa na bohari kuu ya dawa MSD kiasi cha shilingi bilioni 434.2 kwa mchanganuo ufuatao: bilioni 46.4 kutoka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya vilivyo chini ya Wizara ya Afya, shilingi bilioni 83.1 kutoka kwenye vituo vya kutolea huduma vilivyo chini ya Ofisi ya Rais TAMISEMI na shilingi bilioni 305 za miradi misonge. Ni muhimu sana madeni haya yakalipo katika kuendelea kulinda mnyororo wa ugavi na kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi kwa wakati na kwa utoshelevu. Mheshimiwa Spika, madai ya fedha za mfuko wa bima ya afya tumeeleza. Pia tunashauri serikali iweze kulipa deni la shilingi bilioni 210 ambapo zilitoka NHIF ili kuimarisha utendaji wa mfuko huu na kutokwamisha uendelevu wa mfuko huu. Hili ni muhimu sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, katika utekelezaji wa sheria ya bima ya afya, serikali iwashirikishe wadau kutoka sekta binafsi katika kuchangia fedha za mfuko wa kugharamia bima ya afya kwa wote, kwa watu wasio na uwezo, kwa lengo la kuongeza fedha za kusaidia matibabu na utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote ambayo imeshasainiwa na Mheshimiwa Rais. Kutokamilika kwa miradi ya hospitali za rufaa ya mikoa, Mheshimiwa Spika, serikali iwekeze kipaumbele cha kutoa fedha katika miradi ambayo imeanza kwa muda mrefu ili ikamilike na kuanza kutoa huduma. Vile vile ujenzi wa miundombinu ya hospitali nchini uende sambamba na ununuzi wa vifaa tiba ili kuleta tija kwa jamii. Tumeona mabadiliko makubwa na mageuzi makubwa, basi tunaisihi serikali iendelee kununua vifaa tiba ili kuendana na kasi ya mabadiliko na ujenzi wa vituo hivyo. Mheshimiwa Spika, serikali isimamie matumizi ya tehama kwenye hospitali za rufaa za kanda na hospitali za kitaifa kwa kufungwa mifumo ya Electronic Health Management System EHMS kama ilivyo kwenye hospitali za rufaa. Na Mheshimiwa Spika, nataka nichomekee hapa Mheshimiwa Spika wangu. Tulipotoa maoni ya kufungwa kwa mifumo ya EHMS, takwimu zinaonyesha mapato na usimamizi na utendaji, mapato yameongezeka kwa 14% katika hospitali za rufaa za mikoa kwa sababu ya matumizi ya mifumo bora ya kisasa. Kwa hiyo hili linatakiwa liendelezwe kufanyika bila kusubiri paka mamlaka za juu zitoe maelekezo. Watu wamsaidie wa Mheshimiwa Waziri kuhakikisha kwamba haya mambo yanatimia katika wizara yake. Sheria ya kusimamia huduma za uvunaji, utunzaji na upandikizaji wa chembechembe za viungo vya mwili wa binadamu. Serikali ikamilishe mchakato wa kuandaa sheria inayosimamia huduma ya uvunaji, utunzaji na upandikizaji wa chembechembe za viungo vya binadamu ili kuweka namna nzuri ya utoaji wa huduma hii kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, katika magonjwa yasiyoambukiza, tunaishauri serikali kupambana na tatizo la magonjwa yasiyoambukiza, na serikali tunaishauri ifanye yafuatayo: ifanye tafiti kubaini ukubwa wa tatizo la magonjwa yasiyoambukiza, itoe elimu kwa jamii kuhusu vyanzo vya magonjwa hayo na namna ya kuepuka, hususan kwa kuzingatia mazoezi na lishe, na ishirikishe sekta zingine katika utekelezaji wa afua za kujikinga na magonjwa yasiyoambukizwa. Mheshimiwa Spika, tunaishauri serikali iunde bodi moja ya usajili wa vituo vya kutolea huduma ya afya nchini.
Hatua hii itaweka ulazima wa vituo vya kutolea huduma za afya vinavyomilikiwa na serikali kusajiliwa kwa kukidhi vigezo kabla ya kuanza kutoa huduma. Mheshimiwa Spika, katika uimarishaji wa viwanda vya ndani na kuzalisha bidhaa za dawa, kamati inashauri uwekezaji wa viwanda vya kuzalisha bidhaa za dawa uweze kuleta tija kwa Watanzania. Serikali ifanye yafuatayo. Kwanza, iongeze kodi kwa bidhaa za dawa zinazotoka nje ya nchi ambazo zinazalishwa na viwanda vya ndani. Ninarudia Mheshimiwa Spika, serikali iongeze kodi kwa bidhaa za dawa zinazotoka nje ya nchi ambazo zinazalishwa na viwanda vya ndani. Pili, serikali ifufue kiwanda cha dawa cha Arusha, Tanzania Pharmaceutical Industry, ambapo serikali ina umiliki wa 40%. C, serikali iongeze kiwango cha uzalishaji wa dawa katika viwanda vya dawa vya Keko Pharmaceutical Industries, ambacho serikali ina umiliki wa hisa 70%. Na serikali itoe msamaha wa kodi kwa malighafi zinazoagizwa nchini kwa ajili ya kuzalisha bidhaa za dawa.